Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi za Canada, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni masaa kadhaa yamepita toka serikali ya nchi ya Iran ilipotangaza kwa taarifa rasmi kifo cha kiongozi wa nchi hiyo Ali Khamenei. Kifo ambacho ni matokeo ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani, ambayo tunasema ni preemptive strike. Ni mashambulizi yale ya kushtukiza ambayo yanaonekana baada ya kukusanywa kwa taarifa za kiintelijensia na kujulikana kwamba Ali Khamenei kwa hivi sasa yuko nyumbani kwake. Maana yake ndio mashambulizi yalipofanyika. Kifo cha Ali Khamenei maana yake kumbana au kimekusanya vifo vya watu wengine ambao walikuwa pamoja naye. Maana yake namzungumzia Ali Shemkhan ambaye alikuwa ni mshauri mkuu wa Ali Khamenei, lakini vile vile namzungumzia Mohammed Bakpour ambaye ni mmoja katika senior commander au wale makamanda wakuu wa jeshi la nchi ya Iran IRGC, ukiachilia mbali vifo vya watu wengine kama binti yake wa kike, mkwe wake Ali Khamenei kwa maana mume wa binti yake, lakini vile vile na sehemu ya wajukuu zake. Kifo cha Ali Khamenei ni tunaweza tukagawanya katika sehemu kama mbili au tatu. Sehemu ya kwanza ni katika upande wa intelijensia, kwamba jeshi la Israel pamoja na nchi ya Marekani zimeonyesha ubora wao katika upande wa intelijensia, na hili ni jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza mara nyingi, hasa katika upande wa nchi ya Israel, kwamba katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa mbinu, Israel huwa ni wazuri zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, na hili ni jambo ambalo liko well known, linafahamika zaidi, kwamba wanaweza kumfikia mtu wanayemkusudia katika kipindi ambacho wao wanakusudia. Na hili ndio lilitokeza katika siku ya jana asubuhi. Maana yake mashambulizi ya awali ya kushtukiza ambayo Israel waliyafanya pamoja na Marekani yalimkusudia Ali Khamenei, lakini vile vile yalikuwa yamepelekwa kwa kumkusudia Masoud Pezeshkian, pamoja na kwamba taarifa za awali zinaonyesha mtu aliyefariki hasa ni Ali Khamenei. Na pamoja na kwamba kwa kawaida mashambulizi ya preemptive strike au mashambulizi yale ya kushtukiza ambayo huwa yanafanywa kwa lengo la kuzuia adui kabla hajajipanga wewe uweze kumshambulia, mara nyingi huwa yanaonyesha ubora zaidi katika upande wa intelijensia na si katika upande wa operation ya jeshi kama katika upande wa vita kama inavyoendelea hivi sasa. Na mfano mzuri inaweza kaonekana hata katika October 7, kipindi ambacho Hamas walifanya mashambulizi katika nchi ya Israeli na wakaweza kuwateka watu wakaondoka nao. Maana yake ilionyesha failure ya jeshi la Israel katika upande wa intelijensia, kwamba walishindwaje kufahamu kwamba Hamas wamepanga hiki na hiki paka wakafanya mashambulizi. Lakini tafsiri sahihi ya ubora wa Hamas au ubora wa jeshi la Israel katika upande wa vita lilionekana wakati mgogoro bado unaendelea wa Gaza, kwa maana kwamba Israeli waliposhindwa kuwapata wale mateka wao kupitia njia ya vita, lakini wakawapata kupitia katika njia ya makubaliano. Maana yake ndio ilileta tafsiri sahihi ya ubora wa Israel au udhaifu wake katika upande wa jeshi, kwa maana kwamba katika upande ile wa mgogoro wa vita vya moja kwa moja. Kwa hivyo hata sasa hivi kinachoonekana ni kwamba kile ambacho kimejidhihirisha baada ya kufariki kwa Ali Khamenei, maana yake ni kwamba kinaonyesha ubora wa Marekani na ubora wa Israel katika upande wa intelijensia. Lakini mgogoro unavyoendelea kuanzia siku ya jana mpaka leo hii, maana yake ndio inaanza kutuonyesha ubora wa majeshi yote matatu, kwa maana kwamba Marekani na Israel, lakini vile vile na katika upande wa Iran katika upande wa operation za kijeshi. Hili ndio jambo ambalo linaanza kutafsirika kwa hivi sasa kulingana na mgogoro jinsi ambavyo umekuwa unakwenda. Kwa hivyo upande wa kwanza ni katika upande wa intelijensia, ambayo tunaweza tukasema kwamba Marekani na Israel huwa wana uzuri katika upande wa tactical move, hasa Israel katika upande wa tactical move ya kumfikia nani na kwa wakati gani, kama hili ambalo limejitokeza katika kifo cha Ali Khamenei. Lakini katika upande wa pili ni katika upande wa strategia. Katika upande wa strategia kile tunachokiona tunaona kwamba ni calculation mbovu. Maana yake ni moja katika makosa ya kimahesabu ambayo inawezekana kwamba Marekani na Israel wameyafanya, kwa sababu Marekani
kile tunachokifahamu kwa muda mrefu ni kwamba hakuwa na mpango wa mgogoro wa muda mrefu, na ndio maana katika watu muhimu katika jeshi la Marekani kama General Dan King ambaye ni mmoja katika wale wanajeshi wa juu wa nchi ya Marekani, katika kitu ambacho alikuwa akijaribu kuargue au kutofautiana na Rais Donald Trump, sio kwamba kwenda kupigana vita, tunatokaje katika vita na malengo yetu ya vita yanaweza akafikiwa. Kwa hiyo kinachoonekana kwamba lengo la Marekani na Israel, walikuwa wanaona kwamba wao wakimuua Ali Khamenei, wakimshambulia Ali Khamenei, maana yake hii itaamsha reaction kwa watu wa Iran, tunataka nchi yetu na mfano vitu kama hivyo. Jambo ambalo kwa kile tunachokifahamu katika muundo wa nchi ya Iran, supreme leader au yule kiongozi wa juu Ali Khamenei, pamoja na kwamba ni kiongozi wa muda mrefu toka alipofariki Mohammad Rajai mwaka 81, akiwa kama rais, manake alichukua yeye urais kuanzia mwaka 81 mpaka mwaka 89 alipofariki Ayatollah Khomeini ambaye alikuwa ni kiongozi wa juu wa nchi ya Iran. Yeye ndo akachukua sasa kama kiongozi wa juu kwa kipindi chote hiki. Sasa pamoja na kukaa kwake kwa muda mrefu katika upande wa uongozi wa nchi ya Iran, na ni mtu ambaye amekuwa na ushawishi wa muda mrefu katika nchi ya Iran, lakini mwisho wa siku operation au utendaji kazi wa nchi ya Iran haumtegemei zaidi Ali Khamenei, unaitegemea zaidi IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, jeshi la nchi ya Iran. Jeshi la nchi ya Iran ndio linamiliki njia nyingi za kiuchumi ndani ya nchi ya Iran. Jeshi la nchi ya Iran ndio jeshi ambalo linaajiri sehemu kubwa ya watu ndani ya nchi ya Iran. Jeshi la nchi ya Iran linafanya operation nyingi, maana yake lina run vitu vingi sana ndani ya nchi ya Iran. Na hata kufariki kwa Ali Khamenei, maana yake tunachotegemea ni kwamba muda si mrefu ile kabineti ya viongozi takriban 88 wa kidini wanaweza wakakaa kumpendekeza kiongozi mmoja kama ni ndio kiongozi baada ya Ali Khamenei, lakini mwisho wa siku ushawishi wa IRGC bila shaka utakuwa mkubwa sana kwenye kuchagua nani atakayekuwa kiongozi wa nchi ya Iran. Kwa maana hiyo ni kwamba kuimaliza au kuiangusha serikali ya nchi ya Iran, maanake ilikuwa ni jambo ambalo tunasema siku zote kwamba IRGC, kama kutakuwa kuna njia ya kuiangusha IRGC, maanake itaanguka serikali ya nchi ya Iran. Lakini kama hakuna njia ya kuiangusha IRGC, maanake hakuna njia ya kuweza kuiangusha serikali ya nchi ya Iran. Hilo ni jambo ambalo bila shaka linakuwa ni jambo gumu, na kwa maana hiyo maanake katika upande wa strategia ni kwamba strategia inakuwa imefeli, kwa sababu kinachoonekana mpaka sasa hivi baada ya kufariki kwa Ali Khamenei ni kwamba watu wanajitokeza mtaani kuomboleza na vitu kama hivyo, lakini operation zingine zinaendelea. Na toka amefariki Ali Khamenei siku ya jana, maanake Iran kwanza hawakutaka kufanya maamuzi ya haraka kuweza kutangaza, badala yake inaonekana kwamba kuna arrangement ambazo zilikuwa zinaendelea ndani ya nchi ya Iran. Kwa kama sasa hivi inaonekana kwamba ambaye anasimama kama kiongozi au msemaji mkuu wa serikali baada ya kufariki Ali Khamenei maana yake ni Mohammad Mukhbir, na Mohammad Mukhbir maana yake anachukua nafasi hii kwa kuzingatia kwamba hata alipofariki Ibrahim Raisi aliyokuwa rais wa nchi ya Iran ambaye alifariki katika ajali ya ndege, maana yake aliyekaimu kwa kipindi fulani alikuwa ni Mohammad Mukhbir. Kwa hiyo inaonekana kwamba hata kipindi hichi anaweza akatawalia kidogo kama msemaji wa juu wa serikali. Lakini hili maana yake ni kwamba katika upande wa uongozi kile tunachokifahamu ni kwamba kuna watu watatu ambao wanaongoza ndani ya nchi ya Iran. Manake namzungumzia Masoud Pezeshkian, lakini vile vile namzungumzia kiongozi katika upande wa idara za sheria anaitwa Ghulam Hussein, lakini vile vile anachaguliwa na mmoja katika viongozi wa dini. Hawa watu watatu ndio wanakuwa ni kama wanatawalia mambo, lakini msemaji wa juu kabisa ni huyu ambaye amependekezwa kwa hivi sasa Mohammad Mukhbir. Kwa hivyo katika upande wa strategia tukichukua kwa ujumla ni kwamba bado strategia ya nchi ya Marekani na Israel katika kile ambacho wamekusudia waweze kufikia ni kama mpango haujaenda vizuri mpaka sasa hivi, na hatutaraji kama mpango utakwenda vizuri. Lakini katika upande wa strategia ya nchi ya Irani inaonekana kwamba
inakwenda kama vile jinsi walivyokuwa wamepanga, kwa sababu kwanza wamefanya mashambulizi takriban kwa zaidi ya masaa 10 mpaka 15 mpaka sasa hivi wamekuwa wakiendelea kufanya mashambulizi, na mashambulizi wamehakikisha kwamba wanashambulia katika sehemu zote ambazo zina element yoyote ya nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni kama ni operation ya kuhakikisha kwamba zile sehemu zote za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati zinakwenda kuondoka rasmi. Lakini jambo lingine, wamefanya mashambulizi makubwa takriban kama kwa series 6 mpaka sasa hivi nazungumza, maana ni kwa series 6 kama katika nchi ya Israeli, manake imekuwa masaa yote zile alarm zinaendelea kuita kuwa alert watu kwamba ndio wabaki katika maeneo yao. Kwa hiyo katika upande wa strategia, kile tunachokiona, hatujaona kwamba kuna achievement kubwa au kuna mafanikio makubwa ya kistrategia katika upande wa nchi ya Marekani, pamoja na kwamba Rais Donald Trump amejaribu kuandika katika mitandao ya kijamii zungumza kwamba Ali Khamenei ni mtu mwovu, kwa hiyo hii ni kama fursa ya ukombozi kwa wa Irani, kwa Marekani na mfano wake, lakini ni statement ambayo inaonekana kwamba haijapata msisimko hasa katika maeneo yaliyokusudiwa ya kutoka katika nchi ya Iran. Lakini kile ambacho tunakitarajia kutokana na kifo cha Ali Khamenei, maana yake ni kwamba Marekani na Israeli watakuwa wamechagua vita ya muda mrefu sana na nchi ya Iran au na raia wa nchi ya Iran au na wafuasi wa madhehebu ya Kishia, kwa sababu katika Iran, katika nchi ya Iran kuna culture moja au kuna utamaduni mmoja wa kuomboleza mambo kwa muda mrefu. Na hii tunaweza tukaona katika kipindi cha mwanzo cha Rais Donald Trump, aliuliwa mtu kama Qasem Soleimani, ambaye Jenerali Qasem Soleimani, ambaye alikuwa ni mtu muhimu sana katika nchi ya Iran, kwa sababu ni architecture, ni mchoraji na msimamizi wa mpango wote wa kupatikana vikundi kama vile yani vya operation na kutoa maeneo kwa kundi kama la Hezbollah au katika nchi ya Syria au katika nchi ya Iraq. Maana yake ile axis of resistance kwa kiwango kikubwa sana ilikuwa shaped na mtu kama Jenerali Qasem Soleimani. Toka amefariki mpaka leo wamekuwa wakiendelea kumwadhimisha. Na kufa kwa Ali Khamenei na kifo cha wanafunzi katika mji wa Mandib ambao wamefariki wanafunzi takriban 100 na zaidi, maana yake jambo hili tunatarajia katika nchi ya Iran litaendelea kuombolezwa kwa miaka mingi mbele. Kwa hiyo hili ni tatizo lingine katika nchi ya Iran kwamba huwa hawasahau, yani jambo likishatokea maana yake wao wanadumu nalo, ile fikra inaendelea kudumu. Kwa maana hiyo ni kwamba chuki ile huwa haiwezi kuondoka kwa urahisi kama vile labda Marekani na Israel jinsi wanavyotegemea. Na hili maana yake sasa linaakisi kwamba kuna uwezekano mkubwa Irani ikachukua stance nyingine au ikachukua mtazamo mwingine ule ambao Marekani walikuwa wakiuogopa na Israel walikuwa hawautaki. Basi inawezekana kwamba Irani wakachukua msimamo ule kwa kuzingatia kwamba bado kuna watu muhimu sana ndani ya nchi ya Iran, kwa sababu nchi ya Iran toka imefanyika vita ya siku 12 serikali ya nchi ya Iran ilitengeneza kabineti nyingine inayojulikana kama National Supreme Security Council, ambayo inaongozwa na mtu anayejulikana kama Ali Larijani, na hii ndio iko chini ya Ali Khamenei. Maana yake ni kwamba Ali Khamenei anapokosekana, basi hapa chini huwa kuna department maalum ambayo inaweza kugamani mambo yote, na ndio maana unaweza kuona kwamba hata Muhammad Mukhbir ambaye anaonekana sasa ndio atakuwa msemaji wa juu wa serikali, aliyetoa announcement anaitwa Ali Larijani, ambaye ndio kiongozi wa hiyo ambaye ni secretary au katibu wa hiyo idara inayojulikana kama National Supreme Security Council ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ina maana ni kwamba zile idara bado zinaendelea kufanya kazi vizuri, na kile kilichokuwa kinatarajiwa moja kwa moja kwamba kitajitokeza, bila shaka ni kwamba hatutaraji kwamba kitakuwa kimejitokeza, na kile tutakachoendelea kukiona bila shaka itakuwa ni kuendelea kwa operation za pande zote mbili mpaka labda pale itakapoonekana kwamba wamefikia katika makubaliano ya namna yote. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika wakati ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.